Achana na uzi mzuri, jezi kwa ajili ya michuano ya kimataifa ambapo Yanga wapo katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwamba yenyewe ni miongoni mwa chachu kwa wachezaji wa Yanga, kwa mashabiki wao kufanya vizuri kwenye mchezo wao huu wa kwanza wa hatua ya makundi kwenye kundi lao la B kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, pale watakapocheza dhidi ya FAR Rabat ya Morocco. Lakini pia Yanga wanazo kete zao nyingine kadhaa ambazo zinaweza zikatumika vyema kuipa Yanga matokeo chanya, na matokeo haya ni ushindi, ushindi, ushindi. Lakini kishindikana basi wala usare, lakini sio kufungwa hata kidogo. Ndio jezi zinaweza kuwa sehemu ya hamasa, jezi mpya za kuvutia zinaweza kuwa chanzo kimojawapo cha kuwahamasisha wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki wao. Kwa hiyo mbali na hilo, kuna vita ya makocha. Hapa tunazungumzia Pedro Gonçalves, raia wa Ureno, na mwenzake Santos wa FAR Rabat, Alexander Santos. Hawa wote ni Wareno. Hii ni kete ambayo inaweza kuisaidia Yanga kupata matokeo kwenye benchi la ufundi tu, kwa sababu wanajuana sana. Hawa wote hivi sasa wana miaka 49. Kabla ya Novemba 18, Gonçalves alikuwa na miaka 49 kwa sababu amezaliwa Februari, lakini mwenzake Santos alikuwa mpaka Novemba 18 ndipo anatimiza miaka 49. Wote wamezaliwa mwaka 1976. Sasa wote na miaka 49 kwa sababu tayari Novemba 18 imeshafikiwa. Kwa hiyo umri wao mmoja, wote wanatoka Ureno, wote wamepitia Sporting Lisbon, wote wamepitia Angola, wote wamefundisha timu za vijana. Pale Sporting Lisbon, huyu Gonçalves amefundisha timu za vijana, lakini pia Santos amefundisha hasa timu ya umri wa chini ya miaka 23 ya Sporting Lisbon. Wanafahamiana sana kiuchezaji, lakini kimaisha, maana wote ni Wareno na wamepita njia moja. Lakini wakiwa Angola, huyu Santos alikuwa anaifundisha Petro Atletico hivi karibuni tu kabla ya kwenda CES Sfaxien na hatimaye kujiunga na FAR Rabat. Lakini Pedro Gonçalves yeye alikuwa anafundisha timu ya taifa ya Angola. Kwa hiyo baadhi ya wachezaji kutoka kwa Petro Atletico alikuwa akiwafundisha katika timu yake ya taifa ya Angola. Akiwa Angola, miongoni mwa timu alikuwa akizifuatilia sana ambako zilikuwa zikimsaidia kupata wachezaji ni pamoja na Petro Atletico, ambayo yenyewe kwa Angola ina hadhi ya Simba na Yanga. Ni miongoni mwa klabu kongwe, klabu kubwa, na ndio iliyotoa mataji mengi zaidi Angola kuliko timu nyingine yoyote. Wachezaji kama Carneiro ambaye ni miongoni mwa mabeki kutumainiwa FAR Rabat, beki tatu, beki wa kushoto, amekuwa pia wakati Gonçalves akifundisha timu ya taifa ya Angola ndiye mchezaji wake katika nafasi hiyo hiyo. Kwa hiyo anamjua vizuri sana. Kwa hiyo wao peke yao, mbinu zao, falsafa zao za kucheza, wanapenda zaidi kumiliki mpira dhidi ya mpinzani, wanapenda zaidi kucheza katika nusu ya pili ya uwanja, kumfanya mpinzani muda mwingi apambane katika kujinusuru kutoka kushambuliwa badala kujenga mashambulizi. Badala wachezaji wake ubunifu kufanya kazi ya ubunifu, wanajikuta muda mwingi wapo katika nusu yao kuhakikisha wanajilinda. Lakini hata kwenye mifumo yao, Gonçalves mara nyingi ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Santos anapenda baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo wale ukambaji, viungo watatu, mshambuliaji kinara mmoja. Lakini Gonçalves kutoa Yanga amegundua Yanga mara nyingi pia walikuwa wakitumia mfumo huu wa kucheza, ingawa kwa kunyumbulika, wakati mwingine wakiwa huu wa 4-3-3. Kwa hiyo na yeye wakati mwingine hucheza kwa mfumo huu mara nyingi. Kwa hiyo ni mifumo inayofanana. Na hata Santos naye ananyumbulika, wakati mwingine hutumia mfumo huu. Lakini wote wanakwenda kukutana, wanajiwana kindaki ndaki. Ni sehemu mojawapo ya kete muhimu ambayo Gonçalves anaweza kaitumia kuisaidia Yanga kupata furaha, Watanzania kupata furaha kwa kushinda katika mchezo huu. Sababu zinaweza zikawa nyingi, kuna namna nyingi, lakini mojawapo, small details iliyojificha ni hao makocha kufahamiana, ni kete ya aina yake. Kete nyingine ni juu ya wachezaji. Sasa kwa Yanga, karibu wachezaji wote wanaweza kwa kete muhimu ya kuipatia Yanga matokeo. Kuanzia kwa goalkeeper Djigui Diarra, ambaye yeye mbali na kuwa goalkeeper hufanya zile savings, shot stopper, lakini ana majukumu ya ziada kwa goalkeeper wa kisasa. Djigui Diarra hufanya wapinzani wa Yanga wawe misled, wadanganyike kwa kuona kuna walinzi wanne. Kiuhalisia katika nyakati nyingi za mchezo, Djigui Diarra huwa ni kama mchezaji wa ndani na kufanya kwenye ukuta wao kuwa na wachezaji watano. Anakuwa kama spare man katika kuzuia, kwa mfano timu inapokwenda kushambulia, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu. Anatoka nje eneo lake la kipa,
anakuwa nje ya 18 na kuwa miongoni mwa wachezaji wa ndani, akiwezesha pia kuwa na vipembe tatu vingi katika kuanzisha ujenzi wa mashambulizi, kwa sababu anashirikiana vyema na mabeki wake wakati na wapembeni na viungo wake wanaoshuka chini kuanzisha mipira, kwa sababu ni mzuri katika kucheza mpira kwa miguu. Djigui Diarra ashindi kupiga chenga mtu na kutoa pasi. Djigui Diarra ashindi kwenda kufanya clearances, kuubutua mpira kwa miguu akiwa katika nafasi ambayo haruhusiwi kudaka. Kwa hiyo anaongeza idadi ya wachezaji wa Yanga kwenye eneo la kuzuia. Hii ni kitu muhimu sana, hasa akiwa kwenye kiwango cha kibora Djigui Diarra, ambaye pia hutoa pasi ndefu zinazofika. Msimu wa 22-23 kwa mfano kwenye kombe la shirikisho, Djigui Diarra alifanya clearances 15. Msimu uliopita kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana ya msimu wa 2024-25, Yanga kwenye mechi 6 alifanya clearances 4, yani akiwa mchezaji wa ndani na kuosha mipira ambayo mabeki wake walishapitwa. Msimu wa 2023-24 wakati Yanga ikienda mpaka robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika ilipotolewa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, alifanya clearances 9, yani akiiosha mipira kama beki akiwa sio kwenye nafasi yake kama golikipa. Djigui Diarra ni kitu muhimu sana endapo atakuwa fiti na atapata nafasi ya kucheza. Kama sivyo, wenzake pia wanaweza kutekeleza jukumu hili, lakini kwa hivi karibuni yeye ndo amethibitisha zaidi, kwa sababu Abu Talib Msheli, kwa sababu Khomeini wamekuwa wachezi mechi nyingi kuliko yeye. Hii ni kitu muhimu katika mchezo huu, kwa sababu inawafanya Yanga wawe na wachezaji wengi zaidi kwenye kuzuia. Inaonekana ni 4 katika shape yao, lakini Djigui Diarra anaongeza idadi na kufanya kuwe na walinzi 5, akitekeleza jukumu la kama kipa, kama mchezaji wa ndani. Lakini kete nyingine ni kwenye kushambulia. Yanga wana baadhi ya wachezaji ambao wakiwa kwenye kiwango cha ubora yatosha kabisa kusababisha Faraba washindwe kucheza mchezo wao ambao huhusisha uanzishaji wa mipira kutoka kwa golikipa wao Reda Ahmed Tagnut na walinzi wake akina Luani. Kivipi? Kuna wachezaji wawili tutawataja kama mfano wakiwa kwenye kiwango cha ubora. Tunajua Yanga wana wachezaji wengi wazuri, hasa kutokea eneo la kati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani. Lakini kwa upekee kuna Peodo Pacome Zouzoua, akiendeleza kiwango chake bora alichokionyesha msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara, kwenye michuano mingine mbalimbali Yanga walioshiriki, lakini kile ambacho ameanza nacho msimu huu wa 2025-26 katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo Yanga imecheza mechi 4, ipo kileleni mwa msimamo. Pacome Zouzoua anaweza akawa janga kwa ulinzi, safu ya ulinzi ya Faraba, na hivyo kuwafanya hata ule uanzishaji wao mashambulizi upate shida kidogo. Ile kupitisha mipira kwenda kwa kina Irimat, kwenda kwa kina Yusuf El Fahli, kwenda kwa kina Hamudani ipate ugumu eneo la kati. Ni kwa sababu Pacome Zouzoua akiwa na uwezo wake, akiwa na kiwango chake bora, anawafanya walinzi akiwemo kina Anas Bash upande beki wa kulia, Pacome akitokea huko, maana Anas Bash atakosa muda wa kupanda panda kwenda kumsumbua Shadrack Isakaboka, Mohamed Hussein Shabalala mabeki wa kushoto. Lakini Carneiro beki wa kushoto wa Faraba, Mwangola huyu, atakumbana pia na Celestine Ekiwa endapo Ekiwa atapata nafasi ya kucheza. Kwenye vita hii kwa Ekiwa, utamu wake dhidi ya Carneiro kama wote wanacheza ni kwamba wote ni left footer. Sasa Carneiro huwa anapata shida anapokutana na mtu anacheza kama inverted winger, yani anatokea upande ambao mguu wake wenye nguvu ni wa kushoto alafu anatoka kulia kwa timu inayoshambulia, wakati yeye ni beki wa kushoto na gula lenye nguvu zaidi la kushoto. Nadhani tumeelewana vizuri kwamba hakutani na orthodox winger. Orthodox winger ni ule mchezaji ambaye ni winger ambaye anacheza upande ambao gula lake lenye nguvu ndiko liliko. Sasa Ekiwa akicheza, yeye ni left footer kutokea upande wa kulia wa Yanga katika kushambulia, maana yake akikutana na Carneiro ambaye anatumia gula kushoto, kuna kuwa na fursa sasa Yanga kutengeneza njia upande ule wa Carneiro. Carneiro ni bonge la beki, lakini anapokutana na mtu anayetumia mguu wa kushoto, maana yake inakuwa rahisi endapo winga huyo atakuwa fundi mjanja wa kumdanganya kwenda kulia kwenye ambako ndo guu lake la nguvu la kushoto liliko, halafu ghafla afanye tani na kuingia ndani. Guu la kulia la Carneiro halina nguvu kama la kushoto, ni weaker foot. Sasa huwa anapitwa zaidi eneo hilo. Msimu uliopita katika ligi kuu ya Morocco alipitwa mara 38. Huyu Carneiro, Carneiro mchezaji wa kimataifa kutoka Angola. Ni kwa njia hii ya upande wake ule wa kulia ambao mguu wake wa kulia hauna nguvu zaidi kulinganisha na wa kushoto kama beki wa kushoto. Sasa akutana na
Ekwa cheza yake huwa haendi kwenda kuongeza mapana ya uwanja ili apige cross. Mara nyingi yeye huingia ndani. Anayekwenda kuongeza mapana ya uwanja ni beki wake. Hapa tunazungumzia Ezra Patrick Mwenda, Kibwana Shomari, Dickson Jobo, yote tukiyecheza kama beki wa kulia ndiye atakayekuwa na fursa kwenda kuongeza mapana ya uwanja, yeye akiingia ndani. Akiingia ndani anapita upande dhaifu wa Carneiro. Sasa hii ni kete muhimu sana sana katika mechi hii, na hasa akiwa kwenye kiwango chake bora Ekwa. Kama sio Ekwa, kete hii inaweza ikawa kwa Offense Kola. Huyu ni left foot magician. Cheza yake ni hapa hapa anapocheza Celestine Ekwa. Aina yake ya uchezaji ni ile ya kuingia ndani. Akiwa kwenye kiwango chake bora, hii ni kete muhimu sana ya Yanga kwenye kushambulia. Kwa hiyo kuna Pacome, kuna Ekwa au Offense Kola, lakini wapo wengine kina Edmund John, kasi, ila atahitaji utulivu zaidi katika mipira ya mwisho. Kwa hiyo cha msingi ni kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi, watekeleze wajibu wao kama mchezaji wa 12 ili kuhakikisha hizi kete nyingine hizi zisaidie Yanga kupata matokeo mazuri. Kama alivyotoka kueleza, kete mojawapo ni makocha. Gonsalves anajua na vyema na Santos. Akiicheza karata yake vizuri, Yanga wanaweza kupata matokeo kimbinu tu kupitia kwa benchi lao la ufundi. Lakini wachezaji mmoja mmoja, Pacome Zouzoua nimemtaja kama mmojawapo kwa sababu yeye ana free roll kutoka eneo la kati ya mstari wa uwanja, ana uwezo wa kuadhuru walinzi, ana uwezo wa kuadhuru Faraba kwa uwezo wake mkubwa kupiga chenga, kupiga mashuti, kutoa pasi, ikikumbuka kwamba mchezaji pekee katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika kufunga mabao 12, assist 10, kichengea mabao 22 kati ya mabao 83 waliofunga Yanga na kutoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini vile vile tusisahau kwamba wapo wachezaji wengine wenye kiwango bora, kina Ende Bobo Boyeli, walinzi wa Yanga, kina Ezra Patrick Mwenda, kina Mohamed Hussein Shabalala, kina Mohamed Momodumbia kiungo. Lakini pia tusisahau refa Ahmed Imtehez ambaye katika ligi ya mabingwa barani Afrika rekodi yake inaonyesha raia huyo wa Mauritania amechezesha mechi 14, wenyeji wameshinda mechi 8, sare 5, wakipoteza mchezo mmoja. Katika wenyeji walionufaika katika mechi alizochezesha Imtehez ni pamoja na Yanga wakati wakicheza na TP Mazembe kwa Mkapa jijini Dar es Salaam na kushinda mabao 3-1, na Mzize kufunga bao lilokuja kuwa bao bora la mwaka la CAF. Refa alikuwa yeye Ahmed Imtehez, na hivyo kisaikolojia Yanga wanapata nguvu, sio kwamba refa anacheza, bali hapa nguvu ya kisaikolojia kwamba kwa refa huyu hana kikwazo pindi tukijiandaa vyema tukacheza mchezo wetu vizuri, kwa sababu ni refa mzuri, refa ambaye unapojiandaa na kucheza vizuri unapata matokeo, uwezo kaathirika na maamuzi ya refa husika. Na ndio maana wenyeji wote wameshinda mechi 8 katika mechi 14, wakipoteza mchezo mmoja. Wao Yanga kwenye mechi hii ni wenyeji na wanakumbuka alichofanyia TP Mazembe, refa akiwa huyu Ahmed Imtehez. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.